pamoja na kalamu, na hata ukiwa na Qur'ani na Biblia yako karibia usome uweze kusikia nini haswa inazungumziwa jioni ya leo. Mwalimu, Timotheo wa kwanza 2:1. Inasema hivi. Safi. Basi kabla ya mambo yote, safi, nataka dua na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mungu anasema kabla ya zifanyike kwa ajili ya mambo yote. Bishara wa Mungu ili tuweze kuomba, tuweze kuanza kipindi cha jioni ya leo, mafundisho inayozungumzia hali ya wafu. Naona mwalimu Tito amefika na afikiria yeye ndiye anapandisha mada leo. Haya, niruhusu tuweze kuomba, tumkaribishe Roho wa Mungu. Tunaomba. Baba wetu na Mungu tupendaye, Mungu mwingi wa rehema, tunakushukuru Yesu kwa kuwa mwema, umetulinda ukatuongoza tena ukatuhifadhi. Imempendeza jioni ya leo Yesu uzidi kujitukuza tena kujidhihirisha kama ilivyo kawaida. Mwenyezi Mungu, tunapoanza tunaomba utushikilie mitambo tunayotumia, shikilia sauti zetu, na kwa unyenyekevu maandiko matakatifu ambayo umekusudia jioni ya leo yaweze kusomwa ili wana wako waweze kuelewa. Zidi kutukumbusha kupitia Roho wako, na tunaomba kwamba Roho atawale tunapoanza mpaka mwisho, ili fundisho liweze kueleweka, na mwisho wa yote Kristo tuweze kupambanua iliyo kweli na tuweze kuifuata. Na mwisho wa yote Kristo tunaomba kwamba pia shikilia walimu kila moja, unaposhikilia pia wakaji wa hili eneo wapatie nguvu ya kuelewa. Na mwisho wa yote Kristo ya kwamba tuweze kuelewa zaidi na kufuata kilichoandikwa katika vitabu ili tuweze kupata uzima wa milele. Tangulia nasi, tembea nasi tunapoanza mpaka mwisho, katika Yesu aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Nafikiria walimu wanafika, na hoja tu leo ni dakika 20 kusimamisha mada inaitwa hali ya wafu. Imani ziko nyingi duniani. Wengi wanaamini ukikufa unaenda mbinguni, wengi wanaamini ukikufa unaenda peponi. Hata lazima tuweze kuelewa leo nini hufanyika wafu. Mtu anapoitwa maiti amelala, nini hufanyika? Nafikiria hiyo ndio hoja kwa viwanja jioni ya leo ili iweze kueleweka. Maana wengi wanaamini ya kwamba unapokufa kuna mali unaenda, kuna vitu hufanyika. Nafikiria utasikia hoja zinakuja jioni ya leo, ni wewe uweze kuelewa, upambanue na uweze kujua kinagaubaga nini hufanyika watu wanapolala katika makaburi. Nafikiria tukua tumeomba. Nikukaribisha mwalimu bila kupoteza wakati, ama mwalimu Ndenda kidogo, kama unaweza salimia watu waambie ulipotelea wapi, halafu upige dua ndio tuweze kuanza mada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nafikiri baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shukrani zote zinamstahiki yeye kwa neema na fadhila ambazo ametupa, kama mwalimu alivyotoa andiko la Biblia, kwanza kabla ya chochote ni dua, maombi na shukrani. Hilo ni jambo ambalo ni kubwa kabisa, na sisi tumepewa jambo ambalo ni adhim, au sura ambayo ni adhim, au dua ambayo hajapewa mtume yoyote wala kiumbe yote kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni suratul Fatiha, imejumlisha mambo yote, na nitaisoma taratibu. Ni dua. Kwa hivyo hii ndio ilivyo, na mimi sijapotea. Nasikia chema na akisema nimepotea, sijapotea, nipo tu. Mambo ni mengi, masando machache. Kwa hivyo nitasoma suratul Fatiha, ndio itakuwa dua yetu, ufunguzi wetu. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alhamdulillah rabbil alamin, shukrani zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe vyote. Arrahmanirrahim, mwenye kurehemu hapa duniani na mwenye vile kuwa rahimu kwa waja wake wema siku ya kiyama. Maliki yaumiddin, mfalme
mwenye kumiliki siku ya malipo. Yeye tu ndo mfalme mwenye kumiliki siku ya malipo. Iyaka naabudu wa iyaka nasta'in. Wewe tu Mwenyezi Mungu ndo tunakuabudu na wewe tu ndio tunatafuta msaada kwako. Ihdina siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim. Njia ya wale uliyeneemesha minan nabiyina wa shuhadaa wa siddiqina wa salihin. Njia ya manabii na njia ya watu wema na mashahidi na watu ambaye ni salihin. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Na wala usiweke katika miongoni mwa wale uliowaghadhabikia wala wale waliopotea. Amin, amin, amin. Mwenyekiti. Asante. Nafikiria ikiwa iko hivyo tutakaribisha mwalimu wa Kikristo kwa dakika zake 20 kusimamisha hoja. Na sijui leo watu wameenda wapi. Tungetamani kusikiza hii hoja. Viti ziko. Wewe karibia tu. Najua sijajua kama Anwar aliambia wenzake wasimfuate, lakini nafikiria wanakuja. Sasa mwalimu wa Kikristo ako na dakika 20 kusimamisha mada. Na leo naona mwenyekiti mwenza ameenda. Haya, nafikiria anangoja chai ama anakunywa chai, itakuwa vizuri. Haya, dakika 20 za mwalimu Tito kusimamisha hoja. Hali ya wafu nafikiria ndio mada iliyoko kwa viwanja jioni ya leo. Uko na dakika 20, salimia watu alafu tutaanzisha muda. Haya basi, asante mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii ya kwanza kuwasabahi watu wa eneo hili. Na wasalimieni popote mlipo, na vile vile kuwakaribisheni muweze kukaribia tuweze kujifundisha sote kwa pamoja, ili tuweze kujua vitabu hivi vinasema nini kuhusiana na mada mbalimbali ambazo zinawekwa katika viwanja hivi. Na lengo ni kujifundisha. Ukao uje na kalamu na daftari ukao ukiandika yale ambayo unayasikia, ili utakapoenda nyumbani chukua yale ambayo uliandika, kaa chini kama ni Muislamu, chukua Qur'ani, pitia tena. Ijapokuwa inawezekana kuwa umehifadhi, lakini huenda kuna vile umehifadhi na vile utakavyoona. Na ukiwa wewe vile vile ni Mkristo, unaweza kuwa umeisoma, lakini kuna vile vile Muislamu anaielewa. Ukienda ukae chini uweze kuangalia, je, hivyo alivyosema ndivyo ilivyo au ndivyo sivyo. Lengo na madhumuni ni kuweza kupata elimu na kuweza kufanya kauli. Usije ukafikiria dini yako ndio bora, lakini ni vizuri vile vile kuweza kusikiza wengine wanaamini nini kuhusiana na dini yao, vile vile na dini yako. Kwa hivyo nawakaribisheni, karibu. Kwa hivyo mwenyekiti, mimi ukiniambia nianze nitakuwa mwenye kuanza. Mada nimeambiwa kwamba ni hali ya wafu. Je, mtu akifa anaenda wapi? Hali yake ipi? Na hatima yake ni gani? Basi, kwa hivyo mwenyekiti, mimi niko tayari. Haya, asante. Kwa hivyo mwalimu. Naam. Tunataka tuweze kuuliza. Mimi nitafundisha kwa mujibu wa Kristo mwalimu wangu. Kabisa. Basi ni wakinibipu tu ndio baadaye nitakuja kuangalia kwa Qur'an. Yaani wakikusalimia. Wakinisalimia. Lakini kwa leo niko na wajibu wa kuweza kufundisha hali ya wafu kulingana na Biblia mwalimu wangu. Naam. Kwanza mwalimu, naam, ningependa kuanzia kitabu cha Mathayo 19, soma aya ya 2 na 3. Tuweze kuangalia kuna jamaa walikuja kuuliza Yesu kuhusiana na swala fulani. Na Yesu akawajibu kwa njia fulani ambayo ningependa tuweze kuanzia tutumie mbinu ya Yesu kuweza kujibu hoja ya leo. Soma mwalimu wangu. 19:3 Mathayo. Ndio. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, nini? Je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Ndio. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba ndio yeye aliyewaumba mwanzo? Yeye aliyewaumba wapi? Mwanzo. Ndio. Aliwaumba mtu mume na mtu mke. Subiri. Sasa Yesu ameulizwa swali. Na swali hili linahusiana na nini?
na ndoa. Naam. Sawa? Naam. Na Yesu hakujibu swali hilo akianza na Ibrahimu, hakuanza na Daudi, hakuanza sijui na kina nani, hapana. Alienda mahali hilo swala lilitajwa mwanzo. Kwa hivyo katika hali ya wafu lazima tuweze kwenda mahali kiini cha mwanadamu na kinachomtukia baada. Kitabu ni cha Mwanzo sasa. Kitabu ni cha Mwanzo 2:7. 2:7 inasema, ndio, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Ndio. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Alafu mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo mwalimu wangu, naam, Mungu amemuumba mwanadamu sampuli hii. Alichukua mavumbi, hayo mavumbi akayapulizia pumzi ya uhai wapi? Puani. Ndio mtu sasa anaitwa nafsi hai. Kwa hivyo mwalimu, naam, kifo ni nini? Kama uhai ni mavumbi, alafu na pumzi ya Mwenyezi Mungu, mtu anakuwa nafsi hai, ni kumaanisha kifo ni kureverse, kwamba ni mavumbi yatengane na pumzi ya uhai, ndio kifo. Naam. Sawa mwalimu? Safi. Hebu tuweze kupata mambo haya bayana. 3:19. Kitabu ni cha Mwanzo 3:19. Ndio. Inasema hivi, kwa jasho la uso wako. Sasa huyu ni Adamu anahukumiwa baada ya wao kufanya dhambi. Sasa anapofika kwa Adamu, Mwenyezi Mungu anamwambia Adamu, kwa jasho la uso wako utafanya nini? Utakula chakula. Ndio. Hata utakapoirudia ardhi. Hata utakapoirudia nini? Ardhi. Ndio. Ambao katika hiyo ardhi ulitwaliwa. Kwa maana u mavumbi wewe. Kwa maana wewe Adamu u nini? Mavumbi. Ndio. Nawe mavumbini utafanya nini? Utarudi. Ala, kumbe Adamu anaambiwa mavumbini utafanya nini? Atarudi. Kwa sababu alitoka wapi? Hapo mavumbini. Kwa hivyo ukifa mwalimu, naam, unarudi ulikotoka. Hauwezi rudi mahali hujaienda. Sijui mwalimu tunaelewana? Sana. Kwa mfano mimi nikija hapa nimetoka nyumbani kwangu. Kabisa. Kwa hivyo jioni niko na haki ya kuaga watu wa eneo hili, nikwambia ninarudi wapi? Nyumbani kwako. Kwa sababu nimetoka wapi? Nyumbani. Basi. Sasa mimi kwa mfano mwalimu wangu, mimi sijaienda Marekani. Kwa hivyo siwezi ambia watu narudi wapi? Marekani. Kwa sababu sijawahi kuwa wapi? Huko Marekani. Kwa hivyo mtu hurudi mahali aliwahi toka. Basi. Kwa hivyo madamu anaambiwa mavumbi wewe, kwa sababu alitoka wapi? Mavumbini. Ulitwaliwa kutoka mavumbini, hivi ukifa unarudi wapi? Mavumbini. Basi rafiki, hiyo imeisha mwalimu wangu. Naam. Kwa sababu Wakristo tunaamini Wakristo kwa mujibu wa Biblia, naam, kwamba ukifa unaenda wapi? Mavumbini. Basi ukifa uende mbinguni mwalimu wangu. Sawa mwalimu? Naam, Firdausi hapa. Hakuna cha Firdausi. Ukifa uende mbinguni kwa sababu haujawahi kuwa wapi? Mbinguni. Basi hiyo ieleweke mwalimu. Hebu tuweza kuangalia, je, manabii wa zamani walijua hivyo au vipi? 18:27 kitabu ni cha Mwanzo. 18:27 Mwanzo. 18:27 kitabu ni cha Mwanzo. Ndio, wataelewa tu. Taratibu. 18 ngapi? 27. Haya ndio inasema hivi. Ndio. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana. Nimeshika kusema na Bwana. Nami ni mavumbi. Nami ni nini? Mavumbi. Na nini? Na majivu tu. Ala, kumbe Ibrahimu baba wa imani, rafiki wa Mwenyezi Mungu. Naam. Anajua yeye ni nini? Ni mavumbi. Kwa hivyo anajua akifa anaenda wapi? Mavumbini. Basi rafiki wa Mungu hakusema mimi nikifa nitaenda mbinguni. Hapana. Alijua hivyo kwamba yeye ni mavumbini na atarudi mavumbini. Naam. Sawa? Naam. Zaburi 103 piga ya 14. Zaburi 103. Ndio. Wataelewa tu mwalimu. Taratibu. 103 haya ngapi? Haya 14. Ndio wahi tunatafuta. Inasema, kwa maana yeye anatujua umbo letu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu, Daudi anasema yeye Mungu aliyetuumba anajua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi ni nini? Tu mavumbi. Ala, kwamba sisi tu nini? Mavumbi. Kwa hivyo tukifa tunaenda wapi? Mavumbini. Basi, kwa hivyo hakuna story mingi. Ukifa unaenda mavumbini. Lakini mbinguni mwalimu, naam, tutaenda. Sawa? Naam. Mbinguni utafanya nini? Tutaenda. Lakini kwanza kabla bosi Yesu Kristo aje, utakuwa unapumzikia wapi? Mavumbini. Basi, kwa sababu ulitoka wapi? Hapo mavumbini. Basi, hiyo ndio Biblia mwalimu wangu. Sio Firdausi. Firdausi wachana nayo. Mavumbini. Kama ulitoka
Firdausi basi utaenda huko. Subutu. Sawa? Naam. Ama kama mtu akisema anaenda Firdausi mwalimu, atuambie ushahidi kwamba Firdausi kuna mavumbi. Ndio maana yake mwalimu wangu. Wataelewa tu. Kuelewa wataelewa. Taratibu. Sasa mwalimu, naam, tumeshadhibitisha haya mwalimu wangu. Na tumeshaangalia kwamba watu, hebu tuende kitabu cha Danieli. Danieli 12 piga ya pili. Danieli 12. Ya Mungu inasema. Inasemaje? Aya pili kwa hapo inasema tena. Wengi wa hao walalao wapi? Katika mavumbi. Kwa hivyo Danieli vile vile ambaye ni rafiki wa Mungu anasema tena mavumbi ndio ya nchi wataamuka. Watafanya nini? Wataamuka. Ndio. Wengine wapate ndio uzima wa milele. Wengine wapate nini? Uzima wa milele. Ndio. Wengine nini? Aibu ya nini? Na kudharauliwa milele. Kwa hivyo kuna makundi mangapi? Mawili. Kwa hivyo hata hapa viwanjani tuna makundi mangapi? Mawili. Sawa Kuna wale wanapata uzima wa nini? Wa milele. Na kuna wale inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa mwalimu Naam. Kwa mfano mwalimu wangu. Naam. 10:28 kitabu ni cha kitabu cha Yohana. Wataelewa. 10:28. Ndio penyewe tushafika. Fika usome. Wale makundi ni mawili mwalimu. Mawili tu. Hata ukienda makaburi ya Kariakoo. Pale ndani kumelala makundi wangapi? Mawili. Wala pale hakuna tajiri na maskini. Pale ni ulimkubali Yesu au unikataa. Kwa bahati mbaya kama wote walimkubali ndio hivyo. Soma mwalimu. Makundi ni mawili. Ndio. 10:28 Yohana inasemaje? Nami Yesu nawapa uzima wa milele. Ndio. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu ndio atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu. Subiri. Naam. Sasa Yesu anasema wala ambao wananiamini wako na uzima wa nini? Wa milele. Na Danieli amesema hapa mavumbini kumesheheni makundi mawili. Wala ambao watairithi uzima wa milele na wala ambao watafanya nini? Watadharauliwa milele. Naam. Kwa hivyo makundi ni mawili mwalimu wangu. Naam. Kwa hivyo hiyo ni mada nyingine mwalimu wangu nishaweka hapo, mimi nishaweka. Bipo. Sasa mwalimu? Naam. Tumeshaangalia mwalimu kwamba Yesu anasema nini kwanza? Twende kitabu cha Yohana 5:28. Yohana 5:28. Ndio. Inasemaje? Msistaajabie maneno hayo. Yesu anasema msistaajabie maneno hayo kwamba kuna watu watapata uzima wa milele na wengine kupotea. Ndio. Kwa maana nani? Saa yaja ambayo ndio watu wote. Watu wangapi? Watu wote. Hebu niona kama ni mtu kiwanjani. Mimi ni mtu. Basi kwa hivyo tumeona kuna watu, tumeona makundi ni mawili. Kuna watu na watu wengine. Endelea mwalimu wangu. Msistaajabie maneno hayo. Ndio. Kwa maana saa yaja ambao watu wote ndio waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Ndio. Nao watatoka. Wale waliofanya mema ndio kwa ufufuo wa uzima. Na wale waliotenda maovu ndio kwa ufufuo wa hukumu. Unaona? Kwa hivyo makundi ni mangapi? Ni mawili. Kwa hivyo Yesu anasema atakapokuja atapata watu wakiwa wapi? Mavumbini, sawa Kwa hivyo ukipata mtu yote awe ni pastor, awe ni shekhe msikitini, akikwambia kwamba ukifa unaenda mbinguni au Firdaus, basi huyu anakupoteza. Mrongo. Kwa sababu Biblia alikotoka. Na huko kurudi alikotoka haimaanishi mwalimu wangu ndio maisha yako milele. Hapana, Yesu akija kwa sababu yeye ndio ufufuo. Siji mwalimu tunaelewana sana. Leo piga 10:25 kwanza Yohana. 10:25. 11:25. 11:25. Yohana. Yaani unajua nasikiza hoja tu. Ndio nikwambie Mungu haendi mazishi. Mungu haendi mazishi mwalimu wangu. Wataelewa. Ataelewa 11:25. Inasemaje? Yesu akamwambia mimi Yesu ndimi huo nini? Ufufuo. Kwa hivyo Yesu ndio nini? Ufufuo. Kwa hivyo Yesu akija watu wote watakaokuwa kaburini watafanya nini? Watafufuka. Kwa hivyo tutakufa tunaenda wapi? Mavumbini. Tukingoja nani? Yesu Kristo. Bingwa wa ufufuzi. Yaani kauli ndio hiyo. Kauli ndio hiyo tu. Kwa sababu mwalimu wangu Yesu, najua ukiangalia Biblia hakuna siku ameenda hakuna anaenda inaisha.
anaahirisha kifo. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio bosi. Alienda kwa kaburi la Lazaro, akafanya nini? Akafufuka. Akaenda kwa ule binti, akafanya nini? Akafufuka. Kwa hivyo Yesu haendi mazishi, anakatiza sherehe. maana yeye ndio uzima wa milele. Wale professional mourners wanakosa kazi. Inakuwa namna hiyo. Sasa mwalimu, naam, tumeshaelewa mwalimu wangu kabisa. Tuende kitabu cha Waebrania 9:27. Waebrania 9 aya 27. Waebrania 9:27. 9 muhimu unaiweka shaka. Maana yake sana. Muhimu sana. Wataelewa tu. Na kama vile ndio watu wanavyowekewa kufa mara moja. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa hukumu. Baada ya kufa ni nini? Hukumu. Basi kwa hivyo unakufa. Unaenda mavumbini. Ndio. Usubiri hukumu. Sawa? Safi. Kwa hivyo ndio bosi ambao ni Yesu akija atafufua watu wote. Kwa hivyo wengine waenda mkono wa kulia, wengine waenda wapi? Mkono wa kushoto. Sasa swali la kwanza, ulimwamini Yesu? Ndio. Mbinguni. Wengine anaulizwa. Ndio swali la kwanza. Ndio swali la kwanza. Sio manrabuka asamani. Mimi msomaji. Kisha unaulizwa, uliamini Injili? Hapana. Motoni. Basi ndio makundi mawili hayo mwalimu wangu. Sasa mwalimu, kwa hivyo lengo letu mwalimu, mtu akifa anaenda wapi? Zaburi 104 aya 29 nafikiri. Zaburi 104 aya 29. 104 ndio aya 29. Naam, wataelewa tu. Taratibu. Inasemaje? Wewe wauficha uso wako. Wewe Mungu wauficha uso wako. Wao wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao. Wanakufa. Ndio. Na kuyarudia nini? Mavumbi yao. Kwa hivyo pumzi ya Mwenyezi Mungu inapoondoka mwalimu wangu, wanarudia mavumbi yao. Kwa sababu pumzi ni ya nani? Ni ya Mungu kabisa. Lakini mavumbi ni yao kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwatoa kwenye mavumbi. Sawa mwalimu? Safi. Sasa mtu usiteseke sana. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anataka kukufundisha kwamba ukifa unaenda mbinguni anakuhadaa. Sawa? Naam. Ukifa unaenda wapi? Zaburi 49 piga aya 11. Zaburi 49 aya 11. Ndio. Wataelewa tu. Taratibu. Makaburi ni nyumba zao hata milele. Ndio. Maskani zao vizazi hata vizazi. Basi kwa hivyo makaburi itakuwa nyumba yao hata lini? Milele. Mpaka wakati Yesu atakuja mwalimu wangu. Kwa sababu hebu soma aya 6 hapo juu. Aya 6 inasema, ndio, wahao wanaozitumaini mali zao. Sasa kuna watu ambao wanatumaini mali yao. Hii ni onyo kwao. Wanaambiwa uokoke, anasema hapana, bado napanga mambo ya biashara. Sawa Naam. Sasa Biblia inasema kuna wale ambao wanatumainia mali yao, ndio, na kujisifia wingi wa utajiri wao. Alafu wanajisifia wingi wa utajiri wao. Endelea. Hakuna mtu awezaye kufanya nini? Kumkomboa ndugu yake. Ndio. Wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Ndio. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Ndio. Wala hana budi kuiacha hata milele. Ili aishi siku zote. Asifanye nini? Asilione kaburi. Ndio. Naam. Ataliona. Ataona nini? Ataliona nini? Kaburi. Kwa hivyo ataona kaburi. Sawa mwalimu? Naam. Kuna watu lazima hata wenye hekima ufa. Hata wenye hekima ufa. Mpumbavu na nani? Na mjinga hufanya nini? Hupotea pamoja. Wanapotea pamoja mwalimu wangu. Na kuachia wengine nini? Mali zao. Hiyo mali ambao unafanya usikubali injili, wengine wanakuja kuchukua. Hata mke wako mwalimu wangu. Hatari sana. Hatari sana. Utapata kidumu ukishazima taa wamekuja. Wanaeka koti kwako, wanasema I know how you feel. Astaghfirullah. Wamekuja na sukari. Kwa hivyo hii ni onyo kwamba mke wako au mume wako asije akakuzuia usikubali injili mwalimu wangu. Naam. Maana ukifa hivi kuna vidume vitakuja hapo kumfariki. Na mali yako watakuja. Kwanza ukifa hivi wanachinja ng'ombe, wakiwasha moto hapo, wengine wanakula choma, wengine boil, wanalia wakipitia jikoni. Waleta masiara ni. Sasa mwalimu, naam. Kwa hivyo Biblia inasema ukifa unaenda mavumbini. Sawa? Naam. 38:18 Isaya. 38 aya 18 kitabu ni cha Isaya. 38:18 Isaya. Ndio.
wataelewa tu taratibu. Kidokezo hicho. Kidokezo ndio inasemaje? Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu. Kwa kuwa kuzimu, yani kule kaburini, hakuwezi kukusifu. Mauti haiwezi kukuadhimisha. Ndio. Wale washukao shimoni. Wale washukao wapi? Shimoni. Ndio. Hawawezi kuitarajia kweli yako. Hawawezi kutarajia nini? Kweli yako. Aliye hai atakaye kusifu. Ndio. Kama mimi. Leo. Basi kwa hivyo mtu ambaye anakufa akaenda kaburini. Sawa mwalimu? Naam. Na masuala makaburi ndio kubipu hivyo. Ndio kubipu. Sasa kuna watu huwa wanaenda makaburini wanaombea kaburi. Wanasalimia. Sasa ukiombea kaburi, yule aliyomo ndani ya kaburi mwalimu, hawezi kusikia. Hawezi. Hata hiyo salamu asikii. Asikii kwa sababu yule ambaye anasikia ni mimi na wewe. Kwa hivyo ni wewe kama uko hapo mwalimu wangu. Ikiwa maana anasema ikiwa kwa mfano Uislamu ndio dini ya kweli. Sawa? Ikiwa. Alafu wewe umoja haitabadilisha hatima yako. Sawa? Na ikiwa Ukristo ndio dini ya kweli, ukaikataa. Sawa? Ukafa ukafikiria tutakuja tukuombee maombi marefu ukifa. Wewe hausikii. Wewe ni west. Sawa? Ile sanduku wewe ibada ya wafu pale ambao wanaita ibada ya wafu mwalimu. Kuna watu wanaita ibada ya wafu. Hii haihusu aliyekufa. Inahusu wale walikuja kuhudhuria. Maana ile maiti inafaa kukumbusha walio hai kwamba mimi na wewe tunaelekea hapo. Sawa? Lakini atufanyie yule aliyekufa. Sawa mwalimu wangu? Lakini mwalimu wangu cha msingi mtu akifa anaenda wapi? Mavumbini. 12:7 kitabu cha Mhubiri. 12:7 Mhubiri. Tumalizie hapo. Yaani Mhubiri, Ecclesiastes. 12:7. Ndio, wataelewa tu. Ndio. Inasema hivi, inasemaje? Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Ndio. Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Roho mwalimu wangu. Naam. Usifikirie ni roho nyingine tofauti. Hapana. Hiyo roho ni hii. 23:7 kitabu ni cha 27:3 kitabu ni cha Ayubu. 27:3. Usifikirie ni roho nyingine ni spectacular, hapana. Soma. Inasema wewe mtu akasoma hii andiko akasikia, unaona mtu akifa anaenda wapi? Anaenda mbinguni. Hapana, hiyo roho ni soma. Kwa kuwa uhai wangu kali mzima ndani yangu. Uhai wangu kali mzima ndani yangu. Na roho ya Mungu iko katika pua yangu. Ala, kumbe roho ya Mungu iko katika pua. Kwa hivyo hiyo hewa ambayo unapumua ndio nini? Roho. Ndio roho. Kwa hivyo kwa sababu Mungu aliipuliza, anapoichukua kinachobaki ni mavumbi yanarudi kilikotoka. Na roho ya Mungu, yani ya Mwenyezi Mungu anaitoa. Na tukasema tulianza kwamba Mungu aliochukua mavumbi na akaweka pumzi ya uhai, ikawa nafsi hai. Kwa hivyo kifo ni kureverse, ni kutenganisha roho yani pumzi na mavumbi. Mtu anakuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asante mwenyekiti. Yani umefundisha kwa Biblia tu. Haya, nafikiria leo naona ndugu zetu Waislamu tabasamu iko. Ukunywe kahawa, ukunywe chai yoyote mavumbini, ukunywe soya wapi? Mavumbini. Sasa hakuna mtu anaenda kwingine, tunangoja bosi wetu Yesu arudi ndio tuweze kufufuliwa. Mwalimu Anwali, nafikiria ni Anwali ama ni Denda mmoja wenu, hali ya wafu, nafikiria dakika zako 20. Mwenyekiti nimeambiwa. Wewe ni mwenyekiti leo? Asante. Leo unaninyanyasa sana. Mingi sadaka unakula tu peke yako rafiki yangu. Si unigawie kidogo. Tumemsikia mwalimu Titus, ingawa na vijembe hivyo, na sisi kawaida yetu tunajua kuna mtu special anaitwa nyuki, kazi yake yani hiyo ndo special. Na hii angalia, watch the steps. Anaitwa professor wa science, graduate from Nairobi University. Anaitwa Anwar
Mahmud Abdi. Ni nyuki, kazi yake kushambulia tu kimaandiko. Na kuna simba wa dawa, lion of dawa. Hiyo ni kesi nyingine. Kwa hivyo mwalimu, nafikiri na wewe umemsikiza kabisa kijana yetu mdogo, kijana Titus alivyopita. Kwa hivyo kwa heshima na taadhima kubwa, Al-Fadhilatul Sheikh Dai ni profesa wa sayansi, Rais Anwar Mahmud Abdi, uwanja ni wako. Na kupimia time kwanza, ngoja niweke time. Nataka utembee tu, ujinafasi, yani usiwe fundisha. Na nyuki ukiona mahali ya kushambulia, unashambulia. Mbona mimi nimekupa ruhusa mwenyekiti? Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Haya, mashallah. Waislamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kwanza nimemsikiza rafiki yangu huyu ambaye anaitwa Titus kwa dakika 20. Sijamuelewa hata kidogo. Sijaelewa anapinga nini, sijaelewa anafundisha nini. Mada ni hali ya wafu. Na sijui anashaka kuwa mtu akifa kuna uhai, ndiposa baadaye aje afufuliwe sasa kwa ajili ya hukumu. Sasa haelewi au ana tatizo ya kuwa mtu atafufuliwa baadaye ndo hukumiwe. Sijamuelewa mpaka sasa. Tena hajafundisha huyu mtu akifa ana haki gani, nini anafaa kufanyiwa kwa sababu ni maiti, nini afanyiwe ndiposa hali zake zitimie. Hajaeleza. Sasa kwa kuwa ametoa nyingi ndani ya Biblia na haelewi Biblia, basi hii swali ndo anafaa ajibu. Ndo nafikiri ndo mada inatokana na swali ya Nabii Ayubu. Anasemaje Ayubu 14:14? Ayubu, soma hiyo. Nafikiri mada inatokea hapo, na akashindwa kuthibitisha huyu bwana, lakini tutamfundisha tu. Ayubu 14:14. Umeipata Ayubu 14:14 Ayubu inasema mtu akifa. Sasa anauliza Ayubu, mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Atakuwa hai tena? Sasa hii ndio swali nafajibiwe. Anaweza akawa hai, lakini itakuwa ni uhai wa akhira ama uhai wa barzakh. Lakini si uhai wa maisha huu wetu. Ako ndani ya maisha yake kivyake. Akitoka pale akija katika hii dunia, sasa ndo anaanza kulia, anakutana na maisha tofauti na ile. Hata mtu akiwa amelala, yuko katika ulimwengu wake, yuko hai katika ulimwengu wake. Sasa je, hii swali itajibiwa vipi? Inaweza ikajibiwa hivi. Sallallahu alijibu aje? Soma hii Qur'an nimekuwekea hapa 691. Hiyo. Soma hiyo hadithi. Kisha twende kwa Biblia yake nayo tumjibu nayo. Soma hiyo. Inasemaje? Mtume anasemaje? Pindi atakapowekwa mja katika kaburi lake. Pindi atakapowekwa mja katika kaburi lake. Mtu amekufa, amewekwa ndani ya kaburi na kuachwa, na watu wakaondoka, tayari wamemwacha kaburini. Wakaondoka jamaa zake, na yeye anasikia sauti za viatu vyao. Yeye atakuwa anasikia sauti ya viatu vyao. Maana yake mtu akiwa kaburini anasikia. Sisi ndo hatumsikii, lakini yeye anasikia. Je, Biblia inasemaje? Kwani mtu akifa anasikia? Waebrania 11:1, 11:4. 11:4 anasikia. Sasa akishasikia, sasa yeye anatusikia, sisi hatumsikii. Sasa ikiwa yeye anatusikia, je, nini kinaendelea pale ndani? Yuko kaburini, anasikia nini kinaendelea. Kuna vitu vingi vinaendelea. Mtu akishatolewa roho, mwili ukabaki, anaanza kuingia maisha ya kuzimu ambayo inaitwa barzakh. Na kuna malaika wa barzakh wanaitwa malaika wa kuzimu. Hao malaika huwa wanakuja, huyu mtu anarudishiwa roho yake. Aidha anarudishiwa roho yake mahali kaburi yake itakampomkuta, iwe amemezwa na mtu, iwe wapi, mahali mwili wake utaishia, hapo ndo kaburi yake.
roho inarudishwa, zinakutana kwenye kuzimu. Sasa anaanza basi anastarehe, anapata trailer ya movie inayokuja. Soma hiyo kwanza. Waebrania 11:4. 11:4 inasema, Sikiliza, mtu amekufa, kisha huyo anasema maiti yasikii. Ametoa wapi maneno? Wakati Yesu alikutana na Musa ambaye alikufa kitambo, na Musa anazungumza na Yesu. Sasa Musa yupi huyo anazungumza na Yesu? Na ni Musa yupi alizikwa? Wakati umesema Musa habari zake kwisha mpaka kiyama. Sasa anakutana na Yesu vipi wewe? Maana yake kuna maisha baada ya kufa, kisha kuna maisha baada ya hukumu. Usichanganye vitu my friend. Kuna maisha baada ya kufa, kisha kuna maisha baada ya hukumu. Maisha baada ya kufa ni kuanza kuziona vile vitu vitakavyokupata baadaye kabla ya kuhukumiwa. Ukishahukumiwa basi motoni milele au peponi milele, paradiso, uzima wa milele. Soma hiyo. kwa imani Habili. Sasa kwa imani Habili alikufa, endelea. Alimtolea Mungu, Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Unaona, Kaini ndo aliuawa na Habili. Huyo sasa anaanza kutoa dhabihu. Sasa Kaini ndiye alimuua Habili. Kaini ndo alimuua Habili, Endelea sasa. Inasema mwalimu, Unasoma ngapi? 11:4. Endelea. Inasema dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Endelea. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Ameshuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akizishuhudia sadaka zake. Endelea. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa yuko kaburini, angali akinena. Alikuwa anatoa sauti. Sasa ikiwa amekwisha, ananena aje na yuko kaburini? Kwani si maandiko ni mzioni? Sasa ndio wanaulizana, alikuwa ananena vipi na wakati yuko kaburini? Maana yake yuko kaburini kuna maisha na alikuwa ananena kwa sababu alikuwa na haki. Na kama hana haki, basi itakuwa ni ile iliyomtokea Lazaro. Mnakumbuka hizo habari nyinyi, maskini na tajiri, habari za Yesu 16:23, Luka, sitaingia huko, mnajua wenyewe. Huko Ibrahimu alikuwa ni mtu mwema, na kulikuwa na mtu mwema alikutana na Ibrahimu. Katika habari zinazozungumzwa ni habari ya kaburini. Sasa mimi naingia ndani ya Qur'ani sasa. Je, kuna maisha baada ya kufa? 40-46 huko kaburini. Je, kuna adhabu ya kaburini? Na je, kuna starehe ya kaburini? Zote nitakuthibitishia. Kisha kabla kaburi mtu afike, nini anafaa kufanyiwa pia nitakufundisha. Kwa mafundisho hiyo ni bure tu. Kanisa ndio itatulipa, naona sasa. Kwa sababu hawa hawajafundishwa huko. Soma hiyo kwanza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Qur'ani tukufu inasema, adhabu za motoni wanadhihirishiwa makaburini mwao. Kwa hivyo kaburini kuna adhabu, pia vile vile kuna starehe. 23:100 Qur'ani. 20:113 Qur'ani. 20:113 inasema, baada ya billahi minash shaitani rajim. Muzikatai hizi maandiko. Soma. Na namna hivi tumeteremsha Qur'ani kwa Kiarabu. Na tumeeleza humo mara kwa mara maonyo ya kila namna. Endelea. Ili wapate kuogopa, na iwe kila wakati inawapa makumbusho mapya. Endelea. Inaendelea ikisema mwalimu, ametukuka Mwenyezi Mungu, mfalme wa haki. Naam. Wala usifanye haraka hii Qur'ani kwa kusoma. Unasoma ngapi? 20:13. 113 nilikwambia. 113 ni hapo mwalimu. Endelea. Inaendelea ikisema, kabla hutamalizika wahi ufunuo wake. Endelea. Na uombe useme, Mola wangu. Unasoma ngapi? 20:114 sasa. 23:100 soma. Iliingia scratch kidogo. Sura 23 Suratul Mu'minun aya yake 100 soma. Hapo sasa. Kisha twende Ufunuo 9:6 soma hiyo. 23:100. Badala ya yale niliyoacha. Endelea. Kujibiwa na malaika akawaambia,
Hapana. Endelea. Hakika hili ni neno tu analolisema yeye. Naam. Aliye muovu anapofukiwa na mauti. Anapofukiwa na mauti. Na mbele yao kuna maisha baada ya kufa. Mbele yao kuna maisha baada ya kufa. Ya tabu kwa wabaya. Ya tabu, yani mateso kwa wabaya. Na ya raha kwa wazuri. Na ya raha kwa wazuri. Mpaka siku watakapofufuliwa. Hukumiwe. Sasa swali nauliza, je, kuna Qur'ani imesema kabisa mtu akifa mbele yao kuna maisha mazuri kwa wale watu wema na tabu kwa wale wabaya. Je, Biblia inakubali habari? Naam. Kuna watu wema wanasema Mungu harakisha hiyo hukumu ifike, utulipizie kisasi wale watu waliotutesa sisi duniani. 6:9 kitabu cha Ufunuo. Kisha ndio niingie sasa kufundisha. Hiyo ilikuwa na radhi tu. Ufunuo 6:9. Niko hapo mwalimu. Inasemaje? Inasema na alipoifungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno, waliuawa kwa ajili ya Mungu. Hao ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Kwa ajili ya neno la Mungu. Waliuawa kwa ajili ya neno la Mungu. Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Kwa ajili ya ushuhuda wa imani waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti. Unaona sasa, washauawa wakaburini, wanalia sasa kwa sauti. Wakalia kwa sauti. Mashuhuda wanalia kwa sauti. Wanasemaje? Wanalia kwa sauti kuu. Wanalia aje hawa? Wakisemaje? Mola. Wanamwambia Mungu. Mola mtakatifu. Wanamwambia uko kaburini, Mola mtakatifu. Mwenye kweli. Hata lini? Kutohukumu. Wala kuipatia haki damu yetu. Wanasema itafika lini hiyo siku ya hukumu ndo tupate haki ya damu yetu iliyomwagwa? Hawa wako kaburini, walikufa. Kwani si maandiko watu hawazioni? Sasa mimi namalizia kufundisha sasa. Ingawa kabla niingie kufundisha nitaelezea dakika moja tu kwamba pia kuna malaika. Alikataa huyu malaika ya Munkar na Nakir, ambayo kazi yao ni kuadhibu au kuwastarehesha waliokuwa kaburini na kuwauliza maswali. Je, Biblia inakubali kuna malaika aina hiyo kule kuzimu kaburini? Naam. Ufunuo 9:11 ni malizani ya malaika hao wawili kwanza kuwa ipo katika Biblia na ipo ndani ya Qur'ani. Sasa niingie sasa kufundisha. Soma hiyo. Ufunuo 9:11 inasema. Inasemaje? Na juu yao wanaye mfalme. Naam. Naye ni malaika wa kuzimu. Kuzimu wao wamesema ni kaburi, badilisha sasa mahali kuzimu weka kaburi. Endelea sasa. Malaika wa kaburi. Malaika wa kaburini. Endelea. Jina lake. Anampaka jina lake ni Abadoni. Unaona sasa, huyo ndo Munkar. Endelea. Na Kiyunani analo jina lake Apolioni. Wewe Nakiri, kataeni tu bure hapa. Mnakataa nini? Malaika wa kaburini. Sasa mtu akifa, kitu ya kwanza asife isipokuwa Muislamu. Ukifa wewe si Muislamu, shauri yako. Kwanza Titus utachomwa my friend. Yeye unataka kufa wewe ukiwa si Muislamu. Na Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Msife isipokuwa mmekuwa Waislamu. Ukifa wewe si Muislamu, haitokubalika mema yako. Mema yako inakuwa habaan manthura, haikubaliki mbele ya Mungu. Unakuwa unalipa hapa duniani, kaburini upati mema. Lakini ukiwa Muislamu, Mungu atakulipa janna na jaza juu yake. Lakini wewe si Muislamu, kaburini unasubiri kutandikwa. Utapigwa viboko. Kasina, unanisikia? Utacharazwa my friend. Kiswahili yetu ya Mombasa hiyo. Mikongoto tatandikwa my friend. Mpaka utajuta kwa nini ulifika kaburini. Lakini mtu wala kifa nini afanyiwe? 9:36 kitabu cha Matendo ya Mitume nimfundishe. Alisema atoki kwa Biblia. Tutakuonyesha huko. Kataeni na hiyo Biblia yenu. Soma 9:36 mtu akifa afanyiwe nini?
9:36 inasemaje? kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Kayafa, jina lake Tabitha, yake Dorcas, yani paa. Kumbe ni paa. Endelea. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alikuwa na matendo mazuri na sadaka alikuwa anatoa sana. Endelea. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Akafanywaje? Hata walipokwisha kumuosha. Mtu akifa huwa anaoshwa. Wakristo hawamuoshi, wanamvalisha suti. Mmetoa wapi hiyo nyinyi? Mtu akifa huwa anaoshwa. Wakristo mtu akifa hawamuoshi. Akishaoshwa nini afanywe sasa? Avalishwe suti na tai na kiatu yenye kiwi, au afanyiwe nini? Matendo ya Mitume 5:5. Soma hiyo. 5:5 kitabu ni cha Matendo. Anavalishwa nini sasa? Akishakufa kwanza unamchukua unamuosha vizuri. Siku hiyo utavalishwa kanzu, upende usipende. Kanzu ile nyeupe. Sanda pia inakuwa nyeupe. Soma hiyo. Anania aliposikia maneno haya, akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Anania alikufa, watu wakasikia wakapata hofu. Endelea. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Ati nini? Wakamtia katika sanda. Suti. Suti, tai na kiatu. Hapana suti hapa. Ni mlitoa wapi mambo ya kuvalishana suti na tai? Ni sanda. Na sanda inapatikana msikitini. Sasa akishavalishwa sanda, sasa nini kinafanyika? Anabebwa na jeneza, abebu ina sanduku. 7:14 Luka. Nyinyi mnabebana na masunduku, mlitoa wapi? 7:14 Luka. 7:14 kitabu ni cha Luka. Inasemaje? Inasema akakaribia, akaliguza jeneza. Ati nini? Akakaribia, akaliguza jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Kumbe maiti anachukuliwa na jeneza, hazikwi na sanduku. Mlitoa wapi kuzikana na sanduku? Sanduku watia tomato na viazi. Mnachukua tomato na viazi mnamwaga, mnaweka mtu. Mlitoa wapi hiyo maneno? Na carrot. Sanduku ni nguo, sio ya binadamu. Binadamu anabebwa na jeneza. Akishabebwa na jeneza, nini kinafuata? Kinachofuata anazikwa hapo hapo. 5:10 Matendo ya Mitume. Sio mnamweka mochari miaka mwingine nilisikia walimweka mochari miezi 6. Ati wanasubiri mtoto wake atoke US. Na mtoto kumbe hana passport. Anasubiri kwanza apate passport ndo arudi. Mtihani hii. Mtu akifa na siku hapo hapo. Sio mnamweka kwa mochari miaka yote. Soma hiyo. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Endelea. Wale vijana alipokufa tu, wale vijana ambao walikuwa wamemosha wakamvika sanda, wakaingia wakamkuta amekufa. Wakamchukua kupitia jeneza, wakampeleka nje, wakamkuta amekufa. Wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Ati wafanyaje? Wakamzika. Hawakumpeleka mochari. Nyinyi mnapeleka mochari kwa kazi gani? Wacheni kutumia pesa vibaya. Mtu akifa ndani zika yeye. Ya mwisho namalizia sasa. Huyu bwana katika maneno aliyozungumza, nilimsikia. Akasema mtu akifa basi anarudi kwa mavumbi. Sawa, kweli kabisa. Mtu akifa anarudi kwenye mavumbi. Akirudi kwenye mavumbi huko, roho inarudi kwa Mungu. Baadaye roho yake na mwili wake zinakutana katika kuzimu. Ushahidi Matendo ya Pili 2:31. Matendo ya Mitume 2:31. Niko hapo mwalimu. Mtu akifa roho yake inarudi kwa Mungu, mwili unarudi kwenye kuzimu ama kwenye kaburi. Ukisharudi kwenye maisha ya barzakh, roho pia inarudi pale pale. Soma hiyo 2:31. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake, ati nini? Roho yake Yesu mliendai mlimuua, haikuachwa kuzimu. Kumbe roho ilirudi kule kaburini. Kwani kuzimu na mbinguni? Roho inarudi mbinguni. Sasa inafanya nini kwenye kaburi? Roho ya mtu maana yake ilikuwa huko, haikuachwa huko, alifufuliwa.
Sasa hizi ni habari ambazo mabwana nafikiri wanafaa warudi shule kwa sababu wanazungumza wasiokuwa na elimu nayo. Kisha kitu ya mwisho namalizia nayo. Huyu bwana akasema uhai, roho ni pumzi ya uhai. Ni kweli, pumzi ya uhai ni roho, hatuna tatizo nayo, na mada imekwisha kama tulivyoeleza, na mwalimu amesema dakika zangu zimekatika. Nafikiri dakika zangu zimekatika, lakini ushahidi tushatoa. Nafikiri wenye kutuelewa wametuelewa, na haya yote yanafanywa na Waislamu. Nyinyi wa Kristo kazi yenu ni kubebana kwenye masanduku kama tomato na viazi. Wacheni hiyo tabia, rudini. Nimekushikisha ndio usiruke muda kabisa, ngazi imebaki. Na suti, viatu, tai, SIM card, Airtel, alafu tunaimba. Saa hii wifi Siku hizi huko kwetu tunaimba. Simu yake ni mteja, hapatikani kwa mtandao, anasikwa mpaka na simu. Wafanya masiara ni mbona unatuonea tu rafiki yangu? Au tukizikwa na simu unaona gari. Mwenyekiti mwenza, ni mwalimu tu nimemshikisha kazi kwako. Najua mwalimu alitoki, lakini afadhali hata hizi. Unajua nimeona kuna balaa. Maana hotuba imetolewa hapa na mwalimu Anwari. Maana nimeona mwalimu Ndenda kwa nini aliingia Uislamu, ili imani ya nyumbani iwane vizuri. Maana sijui mtumishi, maana ndio unaingia kama kuziko na suti ndio utavuka nayo. Unajua sijaelewa ama ni suti wanaonea vibaya tukiziko nayo. Maana hakuna mahali ilitoa mashariti uziko na sanda ama uweke kwa jeneza. Alafu amesema ya kwamba mtumishi, nafikiri nimesikia vitu kadhaa eti ni kweli kuna mahali Qur'ani ilisema mtu azikwe siku hiyo. Nafikiria wewe ndio unafundisha. Kwanza mwenyekiti, nikushukuru kwa sababu ulivyosema ni kweli, elimu alikuja kutoa hotuba. Na ndio tabia ya nyuki. Na Ijumaa haijafika ya hotuba. Sasa amezua madai kwamba akasema Mkristo anapokufa anapokwenda kule moja huwa aoshwe. Sasa nikataka kuhoji huenda anafanya kazi huko. Wewe bwana huenda. Sasa sikumuelewa. Pili, unajua amezua vioja. Akaja akadai kwamba akifa mtu anayo kwenye majeneza. Sawa? Naam. Akauliza mbona watu haiko kwa masanduku? Sasa japo si hoja mwalimu wangu. Si hoja. Hebu nisome kitabu cha 50:25, kitabu ni cha Mwanzo. 50. Nimsalimie kwanza. Salamu ya nyuki. Nimsalimie tu kidogo. Japo mwenyekiti ametilia shaka kama yeye ni nyuki ama ni yule mwenzake. Lakini wanasema hata inzi akiacha tabia mbaya huenda atatengeneza asali. Asali sana. Inasema ndio. Basi Yusufu, sikiza, basi nani? Yusufu. Ndio. Na kuna suratul Yusuf. Kuna suratul Yusuf. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Ndio. Wakampaka dawa. Ndio. Sio mambo ya kukamua. Wakampaka dawa. Si akisuna. Ndio. Wakampaka dawa. Maliza. Wakamtia katika sanduku. Ati wakamtia wapi? Katika sanduku. Rudia tena, ajifanya ajisikia alimweka wapi? Katika sanduku. Rudia tena mara ya mwisho, anajifanya kwa Facebook. Katika sanduku. Alafu Waislamu wanadai Yusufu alikuwa dini gani? Muislamu. Kwa hivyo Muislamu aliweka wapi? Wana ndani ya sanduku. Unaona? Kumbe hawa si Waislamu. Ni Waislamu. Wanaislamu. Waislamu. Mwalimu wangu akaja akadai kwamba Muislamu akifa siku hiyo kaburini. Sawa? Waje tuulize boss. Ukurasa 81 wa kitabu cha maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyekuwa kadhi mkuu. Anasema hivi. Anasemaje? Mtume alayhi salatu wasalam amekufa mchana wa Jumatatu. Ati amekufa mchana wa siku gani? Jumatatu. Ndio. Yaani leo ni Monday.
mwezi 12 mfungo 6 mwaka wa 11 ndio alhijra, alafu yani Juni ndio tarehe 8. Na akazikwa karibu na alfajiri ndio ya Jumatano, yani Wednesday mwezi 14. Hiyo siku ngapi mwalimu wangu? Yani kutoka Monday ndio Tuesday Wednesday asubuhi. Kwa hivyo alienda moja. Ni kama unaona? Kwa hivyo nao akizikwa akifa leo anazikwa saa hiyo hiyo. Kwa hivyo ni Muhammad ndio Muislamu wa kweli ama ni hao? Hapa kuna taabu. Ndio anaanza kutilia ushaka Uislamu wenu. Kwa sababu Muislamu ambao tunajua ni wa kweli. Muhammad. Alipokufa na wenda ikawa mwalimu haiko Wednesday ya wiki moja. Kuna Wednesday nyingine. Wana Wednesday ni nyingi kwa wiki. Unaona? Kwa hiyo mwalimu nafikiri huyo jamaa ni mzuri tu. Lakini mwalimu wangu ufe uzikwe na sanda. Najua akasema kwamba ukienda kaburini unapigwa viboko. Huenda mwalimu huenda ndio sababu, kwa sababu Mungu anajua Waislamu watukutu, ndio sababu akaamua wabaye sanda ndio wapigwe vizuri. Kwanza anafanya viboko. Ndio maana Mungu akaruhusu asije akaenda kwa sanduku, maana viboko hazitaingia vizuri. Wafungo kwa sanda mahali adhabu inaingia mara hiyo, maana wamekufuru kweli. Huenda. Kwa hiyo unajua kwanza saa hii ukipiga anwali kwa hiyo kazi, alafu huenda ile suruali ya kitani hamna, inaingia vizuri. Inakuwa ni mtihani. Mwalimu wangu, sasa mtu akifa anaenda wapi? 17 Ndeda ameshangaa yeye ameshika tama. Wameshangaa. Wewe ni halil bait. Jamaa mzuri tu. Na ukiona Ndeda ameacha kuvaa kanzu, ujue dalili za wokovu si mbali, ziko karibu. 17 Kitabu gani? Kitabu cha Ayubu. 17 Ayubu. Ndio. Wataelewa taratibu. Inasema nini? 17 ndio ile hapa mwalimu wangu inasema hivi. Roho yangu. Huyo ni Ayubu anasema roho yangu imezimika. Siku zangu ndio zimekoma. Kaburi. Ati nini? Kaburi. Tayari kunipokea. Kwa hivyo Ayubu anajua atapokelewa wapi? Kaburini. Anaenda kaburini angoje Yesu. Wewe vipi? Anangoja Yesu. Lakini mwalimu, Waislamu wafufuliwi, ndio maana kesi yao inaishia kaburini. 23:35 kitabu cha Qur'an. Maana mimi nilisema saa hii nilikuja naguza Qur'an kidogo, taacha ndego soma. 23:35. 23:35. Ndio. 35. Kumbe hao wanaishia kaburini tu. Case closed. Ndio maana wanapigiwa huko, wabaye kama punishment ikole. Hololai ni humo. 23. 35 anasemaje? Dini ya kwamba ndio mtakapokufa na mkawa udongo ndio mifupa kuwa mtafanya nini? Mtatolewa, mtafufuliwa. Sasa swali kwa roho inauliza, je, nani aliahidi Waislamu kwamba mkiingia makaburini mtakuja kufufuliwa mtolewe? Endelea. Hayawi hayo ambao mnaambia Waislamu hayawi hayo unayoahidiwa. Ndio, hakuna maisha mengine. Sasa ndio sababu Waislamu wanaambiwa hii maisha mengine hakuna, ya Firdaus nini hakuna. Ndio, ila maisha yetu haya ya dunia ndio tunakufa na kuishi. Ndio, basi wala sisi Waislamu si wenye kufufuliwa. Basi kwa hivyo ni mikumuto kaburini, basi kwingine hawaendi. Wewe nani alikwambia unaenda wapi? Ulisikia wapi mheshimiwa? Ulisikia wapi? Sasa mwalimu, Waislamu kufufuliwa hawafufuliwi. Sawa mwalimu? Lakini mwalimu, kwa sababu kuna Yesu. 5:28 inasema msistajabia maneno hayo. Ndio, kwa maana saa yaja ambao watu wote ndio waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Ndio, na watatoka wale waliotenda mema ndio kwa ufufuo uzima, ndio na wale waliotenda maovu kwa ufufuo wa hukumu. Basi kwa hivyo kuna watu wawili wanahukumiwa.
Kuna yule ambaye alikataa injili atahukumiwa, na kuna wale walikubali Mwokozi watapata uzima wa milele. Sawa mwalimu wangu? Naam. Sasa mwalimu akaja akadai kisa cha Lazaro na yule tajiri. Naam. Sawa? Mwalimu? Naam. Kwa kifupi, huo ulikuwa ni mfano Kabisa. basi. Wewe soma tu kuanzia 15. Sawa mwalimu? Naam. Ile ilikuwa ni mfano, akawapa mifano. Sawa? Naam. Kwa hivyo ni mifano. Ni mfano. Kwa hivyo kwa utakuja baadaye. Sasa twende kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2:20 na ngapi? Na 29. Matendo ya Mitume 2:29. Ndio. Unasema. Naam. Wataelewa tu. Waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri. Ndio. Mbele yenu habari za baba yetu mkuu Nani? Daudi. Ya kuwa alifariki, Kwamba Daudi alifariki, akazikwa, na kaburi lake na kaburi la Daudi liko kwetu hata leo. ndio. Basi kwa kuwa ni nabii, Subiri, kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu ndio. amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake Ndio. atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Subiri, kwa hivyo Daudi alizikwa na kaburi lake liko pamoja nasi hata lini? Hata leo. Piga ya 35. 35 inasema Ndio. bata 34 nafikiri. 34, maana Daudi hakupanda mbinguni. Maana Daudi hakupanda wapi? Mbinguni. Ndio. Bali yeye mwenyewe anasema. Subiri, kumbe Daudi hakupanda wapi? Mbinguni. Hakupanda mbinguni, lakini ako wapi? Ako kaburini. Anangoja nani? Yesu. Sasa Muislamu yeye unajua Daudi aliandika kitabu cha Zaburi. Naam. Sawa Naam. Na ako wapi? Kaburini. Sawa? Naam. Na Daudi kulitoka Yesu. Sawa? Naam. Huyu sasa anataka akifa amtangulie Daudi mbinguni, si ni haramu? Haramu sana. Daudi ameandika kitabu cha Zaburi. Huyu insha ilikuwa inamlemea shule. Unanielewa? Sana. Sasa wewe jua hivi, mtu akifa anaenda kaburi, anangoja Yesu akuja amfufue. Sijui unanielewa mwalimu wangu? Sana. Sasa mwalimu? Naam. 57:3. Ndio mwenyekiti amesema ile kitu. 57:3. Kitabu cha Isaya. Ndio. 57 aya ya 3. Naam. Inasema upepo hapo unakuja na marohani. Inasema naona mwenyekiti amekuja. Lakini acha tumheshimu. Asante. Aya, nafikiria tumejua pia kuziko na sanduku sio haramu. Lakini iko sawa. Na nimefurahia leo mara ya kwanza mwalimu Anwari amekubali Yesu alifufuka na roho yake ikamrudia nani? Sasa mara ya kwanza kusikia Muislamu akikubali Yesu alifanya nini? Alifufuka. Maana yake Yesu alifanya nini? Alikufa. Mwalimu Anwari, mwalimu Denda. Nafikiri iko sawa, nasikia vizuri. Unajua naona chai imekuja mkatabasamu. Hata mimi nakubaliana, alifufuka 9:14. Hana shida hiyo. Alifufuka kabisa. Hata mimi nakubaliana na wewe. Ila mwalimu wangu anasema wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kama Daudi alitangulia, basi Anwar atakuwa wa kwanza juu alikuwa wa mwisho. Hiyo lazima uweke kwenye akiba. Japo mkasema leo Salim ukiona abai kanzu ako karibu kuokoka. Kwani sasa mimi nataka kuuliza, mimi kwanza nina suti nilinunuliwa na kanisa na sasa unataka nipeleke wapi hizo nguo? Mwalimu wangu ambie tu watu yule alikuwa mchungaji akatuhepa. Ukisema hilo tunakuelewa, na hizi nguo nilikuwa nazo. Siwezi kutupa. Jambo la pili, umetaja tu Ndeda, nilikuwa nimetulia mwenyekiti. Au nataka nikuwe Mkristo. Najua miezi 3, sijui miezi 6, wiki 3, mwezi Mkristo unakiri alafu unapelekwa store. Mimi sitaki kuingia huko, mmenishambulia bure tu. Mwalimu wangu Nyuki Anwar anasema ati anashaka wewe ni nyuki. Yaani anajua wewe ni nyuki lakini anashaka kitu kinashaka hakina uhakika. Kwa hivyo wewe ni nyuki, usibabaishwe na maneno. Kelele za chura hazimzui ng'ombe kunywa maji. Uwanja ni wako. Dakika 10. Haya, Waislamu takbir. Huyu bwana nilisikiza lakini hoja watu kwa kaburini na sauti yao kusikika na kunena, ile ni mfano tu. Yaani Biblia ikitaja kitu ni mfano. Lakini akatoa sura 23 aya 35 aka misquote
Hebu rudi 33 tujue ni kina nani wanasema hakuna kufufuliwa. Soma hiyo 23. Alienda 35, aenda 33 sasa. Wewe unasoma Qur'ani vice versa. Angalia huyu. Qur'ani, Rudi madrasa my friend, ufundishwe Qur'ani. Soma hiyo 23 aya yake 35. Sasa yeye alisoma 35, anzia 33. inasema mwalimu, baada ya billahi minash shaitani rajim. Naam. 23 aya ya 35 ndio yeye alisoma. Wewe rudi 33. Lakini walilikataa jambo lao hili la dini baina yao sehemu mbalimbali, kila kundi Sura gani unasoma mwalimu? hiyo tu. Sura ya 23 aya ya 35. 33. Sasa anzia 33. Haya, niko hapo mwalimu. Na wakubwa katika watu wake waliokufuru na kukadhibisha makutano ya akhera, wakakadhibisha makutano ya akhera kwamba watu watafufuliwa, na tuliwatajirisha katika maisha ya dunia. Pia hao ndio walisema hakuna kufufuliwa. Sasa Mungu alisemaje ili wao wakatae? Hiyo 23 rudi 16. Mungu anasemaje? Aya 16 sasa. Inasema mwalimu, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama, nyinyi wanadamu, nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Sasa wale waliokufuru ndio wanakataa kuwa watafufuliwa. Sasa hao waliokufuru, waliokataa wakisema hawatafufuliwa wala makaburini hawatatolewa, walisikia kwa nani? Walisikia kwa Biblia. 26:14 Isaia. Biblia ndio inasema hakuna kufufuliwa. Kale huyu. Si unajua kuna watu wa Bible wanaamini kabisa hakuna kufufuliwa. Peponi ni hapa duniani, ukiwa na mali uko peponi tayari. Ukiteseka uko motoni, ukifa hakuna kufufuliwa, ndio wanaamini. Soma hiyo Isaia. Kisha Yehova Witness wanaamini kabisa watu wakifufuliwa hapa duniani, ukifufuliwa Amerika basi uko peponi. Ukifufuliwa Afrika uko motoni, ndio wanaamini hivyo. Soma hiyo. Isaia ngapi mwalimu? Wa kanisa wana balaa. Soma hiyo Isaia 26:14. 26:14. Biblia inasemaje? Je, kuna ufufuo? Inasema mwalimu, wao wamekufa hawataishi. Wao wamekufa hawataishi. Wamekwisha kufariki hawatafufuka. Ati nini? Hawatafufuka. Kwa hivyo Biblia ndio imecontradict. Huku inasema watu watafufuka, huku inasema watu hawatafufuka. Ndio maana tunasema hii Biblia imejaa ukweli na uongo, mix githeri na maharage. Hii aya inasema hawatafufuka, mlipeleka wapi? Kama Kristo hakufufuliwa wapo hawafufuliwi. Sasa akaja akasema watu walioko kaburini watasikia sauti yake Yesu. Hiyo hamna. Hakuna mtu atasikia sauti ya Yesu. Wakati Yesu mwenyewe alikuwa kaburini, alisikia sauti ya nani? Au alijiongelesha akasema acha nitoke nje? Yesu mwenyewe alikuwa kaburini kwa imani yenu mnavyoamini nyinyi. Alipokuwa kaburini ili afufuke, alisikia sauti ya nani? Au alijisikiliza mwenyewe? 5:28 Yohana aliyoitoa niweke sawa. Wacheni kudanganya watu. Hakuna atakayefufuka kwa sauti ya Yesu. Hamna. Watasikia sauti ya nani? Watasikia sauti ya Mungu kupitia malaika wake atakayekuja kupiga tarumbeta watu watoke. Malaika ambaye anaitwa Israfil, kazi yake ni kupiga tarumbeta na parapanda. Na nitakutolea ushahidi. Soma hiyo. Msistaajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake ya Yesu. Imesema sauti yake, haikusema ya Yesu. Sasa hii sauti yake nani? Wathesalonike wa kwanza 4:16. Sauti ya mnatafsiri Biblia aje nyinyi? Soma hiyo. Wathesalonike wa kwanza 4:16. Wacheni kutafsiri Biblia ndivyo sivyo. Soma hiyo. Yesu mwenyewe alifufuliwa na Mungu, na Mungu ndio mwenye kufufua.
anayefufua ni Mungu. Na Yesu alichofanya kwa Lazaro ni miujiza. Mungu alifanya miujiza kupitia kidole cha Yesu. Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa anawaonyesha watu miujiza, na moja katika miujiza ni kufufua baadhi ya watu waliokufa. Lakini siku ya kiyama hiyo sio kazi yake. Ikiwa umemtoa jasho mtu mmoja Lazaro kutoka kaburini mpaka anainua macho yake mbinguni, anamuomba Mungu Lazaro afufuke, haya watu bilioni 8, atainua macho yake mbinguni mara ngapi wafufuke? Soma hiyo moja tu ilimtoa jasho. Soma hiyo. Wathesalonike ngapi? 4:16. Inasema mwalimu. Inasemaje? Inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Sauti ya malaika mkuu, sio sauti ya Yesu. Endelea. Na parapanda ya Mungu. Tena hiyo parapanda aliyobeba huyu ni ya Mungu. Endelea. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kumbe walisikia sauti ya parapanda ya Mungu iliyopigwa na malaika ndo wakafufuka. Hawakusikia sauti ya Yesu. Acheni kuinterpret Bible vile mnavyotaka. Sasa mimi nimefundisha mafundisho haya yote. Mwisho akaja akasema kuzikana sanduku iko sawa. Hakuna aya inasema watu wazikwe na sanduku. 51 Mwanzo 50:26 alizikwa na sanduku. Ni uongo, tusikizeni hiyo andiko. Kazi yake ilikuwa ni kumsafirisha aende azikwe mahali alipozikwa baba yake Yakobo. Sio azikwe kwa sanduku. Soma hiyo Mwanzo 50:26. Iniko hapo mwalimu. Inasemaje? Inasema basi Yusufu akafa mwenye miaka mingi akadawa ili asioze. Wakamtia katika sanduku. Wakafanyaje? Huko Misri. Wakamzika. Umesikia neno kuzika hapo? Hakuna. Sasa mbona unaongeza Biblia my friend? Neno kuzika hakuna, yeye anaweka. Hii Biblia haki ya Mungu, mtafuta yote mpaka mtengeneze yenu. Haki ni gani sasa? 23 aya yake 100. Niweke sawa sasa ujumbe. 23:100 Qur'ani. 23:100 Qur'ani tukufu inasema. Inasema mwalimu. Inasemaje? Ili nifanye mema sasa badala ya yale niliyoyaacha. Endelea. Kujibiwa na malaika. Endelea. Akaambiwa hapana. Hakika hili ni neno tu. Analolisema yeye aliye muovu anapofikiwa na mauti. Endelea. Na mbele yao mtu akifikiwa na mauti, mbele yao kuna maisha baada ya kufa. Kuna maisha baada ya kufa, ya tabu kwa wabaya, na ya raha kwa wazuri, mpaka siku watakapofufuliwa. Kwa hivyo kabla ufufuliwe kule kaburini, kuna maisha mazuri kwa wale watu wazuri na mabaya kwa wale watu wabaya. Wale wazuri ni Waislamu, wabaya ni wasiokuwa Waislamu, hasa kina Kasina. Hao ndio wanasubiri watandikwe. 40. Kwa hivyo hiyo ndio haki. Kaburini mtakwenda na wale wazuri. Kufufuliwa kazi yake ni moja, ili wahukumiwe. Hii ni rumande. Ukipelekwa kotini kabla ya hukumu unapelekwa rumande. Sasa kaburi ni kama rumande. Huko rumande, kama wewe una kesi mbaya, basi kidogo utakuwa unaletewa chai na sambusa vizuri tu. Lakini kama wewe uliua mtu na wewe ni muhuni, utapelekwa Guantanamo Bay huko. Uende uteswe, siku utakuja kuhukumiwa itakuwa ushakonda tayari. Soma hiyo. Afanyaye ubaya atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Endelea. Na afanyaye mema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu. Lazima sharti ni awe Muislamu. Ukifanya mema sharti ni uwe Muislamu. Ukifanya wewe si Muislamu na ufanye mema yako bure, utachomwa motoni.
Endelea. Basi hao waliofanya mema Waislamu wataingia peponi, waruzukiwe humo bila hisabu. Kabisa. Hao lakini peponi hawafiki. Kaburini kwanza wataanza kutandikwa, wapate adabu, ndo wakiamka sasa kufufuliwa watakuwa wamekonda wote. Kama huyu anakula nyama ya nguruwe kila siku, anazidi kunona, lakini kaburini atapata mateso inshallah. Wewe ndio ulimchokoza. Unaona vile anakushambulia. Acha kula nyama ya nguruwe rafiki yangu. Kuna mbuzi, ng'ombe, kula nyama safi safi. Nafikiri kipande hicho kimekwisha cha dakika 20 na dakika 10. Nafikiri tumepata manufaa. Tunajua sote tutakufa. Kullu nafsin dhaikatul maut. Kila nafsi itaonja mauti, lakini wenye kufaulu ni wale watakayokolewa na moto na wakaingizwa peponi. Na kufa ni hakika. Mtu ambaye anajidanganya hawezi kufa, sio kweli. Kwa hivyo tujiandae kwa matendo mazuri. Tujiandae tukijua kuna suki ambaye haingoji, hailiti barua, na hiyo ndo siri. Kuna mambo mawili ameficha Mwenyezi Mungu au zaidi, lakini nitazungumzia mawili. Siku ya kiyama anayejua hakuna isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu, na wewe siku yako ya kufa hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Anakupata mauti ghafla. Kwa hivyo tujaribu kujibidisha kufanya mambo mema. Na sisi Waislamu, dakika moja mwenyekiti au sekendi 30. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi wa Shaabani. Tarehe 6-7 imekimbia hivi kama sijakosea. Tujiandae kina mama na Ramadhani kufunga. Ni mwezi ambaye ni wa uchamungu. Na isiwe kina mama wazee mnawafanyisha kina mama kupika tu iftari. Hapana, ni mwezi ni Ramadhani ni shahru Qur'an. Tusome Qur'ani kwa kiasi ambaye tunaweza. Unajua sura 10 zisome, zirudie hata kama ni mara 100. Unajua Qur'ani mzima isome. Ni shahru sadaka. Tufanyeni kutoa sadaka, kuwafuturisha watu, kuwafanya zile hampa, kuwapea watu iftari hata kama ni maji au tende. Tufanye hivi, tujitahidi. Ni mwezi wa uchamungu, ni mwezi wa sadaka, na ni mwezi ambaye ni shahru Qur'an. Ndio mwezi ambaye Qur'ani teremka. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran huda linnasi bayinati min alhuda wal furqan. Hii Qur'ani imeteremka katika mwezi wa Ramadhani ili iwe ni uongozi kwa watu. Mwenyekiti, sikia, Qur'ani ni uongozi kwa watu. Kwa hivyo ukikosa wewe kama si mtu, tutakuweka pembeni. Kwa hivyo mama zangu na ndugu zangu, kuna wale hawajalipa. Mwenyezi Mungu anasema wa in kuntum fi maridu au ala safar fa uddat min ayamin ukhra. Ikiwa ulikuwa katika safari au ni mgonjwa, au kina mama mnajua hali zenu, mko katika nifasi au katika hedhi au kufunga, wanadaiwa, au dada zetu, mashangazi, wazee, wale wanadaiwa Ramadhani. Ni jambo ovu ikiwa Ramadhani itaingia na wewe unadaiwa last. Ni jambo mbaya. Umekosa baraka katika maisha yako. Umeleta ugomvi katika nyumba yako. Umefanya watoto wako wasiwe na baraka kwa sababu wewe unadaiwa. Basi mnipe, ndio mambo muhimu. Si mmetupa vyombo tuwaambie, mbona mnanisukuma? Basi acha nimalizie hapo. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, mama zetu, dada zetu, wazee, kama unadaiwa basi tujitahidini inshallah. Naona ninasukuma tu, sijui mwenyekiti anasikia uchungu kwa nini, wakati neno kuwapa watu ndo faida yake. Haya, tuingie kwa kipindi cha maswali. Kumbe yoyote ni pesa ilikuwa inaitishwa. Pesa yani. Haya. Tulia mwenyekiti, nilitulia ukaongea. Nafikiri iko sawa. Lakini mimi sijaitisha pesa. Pesa gani nimeitisha? Mwenyekiti, tulia ni mimi sasa naongea. Haya, nafikiria nini? Sema sorry alafu nikae chini. Sema sorry, mimi sijaitisha pesa. Hakuna. Tulia mwenyekiti mwenza. Nafikiri na ndugu wangu ameweka vizuri kuelezea kwamba watu walio maskini wote, najua watu wote walio maskini wote motoni, lakini walio matajiri wako Firdaus. Sasa sijui ikoje, maana hapo ndio balaa imeingia sasa. Na nashukuru maana tumemaliza fundisho la leo. Usisikie vibaya, ni mwalimu wenu alisema hivyo. Sasa lazima muweze kujua. Ndio maana kwa Yesu, na nimeona amekubali ya kwamba
sauti itasikika watu wakiwa kaburini na watatoka waliomwamini Yesu. Wamekubali andiko la Wathesalonike wa kwanza 4:16. Amelisoma na akaweka sawa, watasikia sauti. Sasa nafikiria iko sawa hivyo. Kila mtu ameelewa na umejipambanulia upande wako. Sasa tunataka kuingia kipindi cha maswali. Dakika 3 kuuliza swali, na maana sisi ndio tulitoa manda wa kwanza kutuuliza swali ni upande wa Kiislamu. Anafikiria ni walimu. Mimi mwenyekiti tu, lakini najua Ukristo umejengwa kwa misingi ya urongo. Ni warongo tu, kwa sababu kusema nimeitisha sadaka, sijaitisha sadaka. Nime-encourage kitu ambaye ni mwezi wa sadaka, mwezi wa kufunga, mwezi wa kusoma Qur'ani, sijaitisha sadaka. Na wewe mimi na wewe hapa, angalia hata simu yangu, wewe uwezi, angalia iPhone 15 latest. Na sasa hivi nikikwambia hata unionyeshe 10,000 huna. Mimi nakuonesha 100,000 nzima. Wewe shilingi 10,000 huwezi kunionyesha. Sasa uweze hiyo sio njia. Angalia gari yangu ile natembea nayo. Na hii ni ile tu ya mama kwenda sokoni, angalia. AC. Sasa wewe usiende huko. Haya, mwalimu jiulize swali, usiende huko rafiki yangu. Usiende huko. Na kesho nakuja na suti yangu nimetoa Paris. Wewe umeshafika Paris kweli? Haki ya Mungu. Wewe ulichokoza shauri yako. Mwalimu, hoja mwenyekiti, hawa kama sio kanisa wangesilimu kitambo sana. Niyo mshahara kidogo tu. Neema iko katika Uislamu, ni hamjui. Sasa mimi swali yangu very simple tu. Waebrania 11:4. Peana Biblia huko. 11:4 Waebrania. Swali yangu very simple tu. 11:4 Waebrania. Very simple. Kisha nimweke sawa sasa. Najua atakuja hapa. Kisha tutamweka sawa tu. Soma hiyo. Waebrania ngapi? 11:4. Umefika Inasemaje? Waebrania. Kisha soma Waebrania 11:4. Waebrania. Msaidie Salim hapo. Waebrania 11:4. Kisha huyu anasema hakuna maisha baada ya kufa. Ameshindwa hata kutujibu. Yesu yuko duniani. Musa alikufa zamani. Musa anamtokea Yesu. Na wakati wa kufufuliwa hukumu bado haijafika. Sasa hii maisha ya Musa na alikuwa ameshakufa imetoka wapi wakati hakuna maisha? Sijui kama wanaelewa hawa. Soma hiyo. Habili iliyo bora kuliko Kaini. Endelea. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa na haki. Mungu akazishuhudia sadaka. Amekufa, ijapokuwa huyu amekufa, angali akinena. Swali, hii aya inasema huyu alikuwa amekufa bado ananena. Swali nauliza, alikuwa ananena yuko wapi? Je, alikuwa ashafufuka? Hiyo ni swali A. Swali B, Warumi 11. Hiyo ni swali A. Warumi 11:15. Swali B ndo hiyo. 11:15 Warumi. Swali A nimeuliza, huyu Habili amekufa ngali akinena. Swali, alikuwa ananena yuko wapi? Kwani imeshafika kiyama? Soma hiyo. Warumi 11:15. 11:15. Wanakataa tu maisha baada ya kufa kwa sababu wanajua hawana maisha baada ya kufa. Soma hiyo. Inasemaje? Inasema mwalimu, maana ikiwa kutupa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu. Endelea. Je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini? Kama si uhai baada ya kufa. Kama si uhai baada ya kufa. Swali B, huu uhai baada ya kufa ni ipi? A na B nimeuliza. Jibu swali mwenyekiti. Nafikiri swali mwalimu wangu ameliuliza
swali ambayo nafikiri ametoa andiko mbili katika Biblia. Kwa hivyo mwenyekiti mwenza, nafikiri kwa dakika 5. Haya, nashukuru. Najua kutokuwa na utajiri na gari haimaanishi siko na utajiri kwa Yesu. Ndio maana alisaliti Yesu akaingia msikitini, ndio balaa hiyo. Hata usiwe na shaka, si eti hatuna mali, lakini kwa Yesu hakuna kuringa, ni kutulia tu, unakaa na Yesu. Hiyo ndio tofauti ya Uislamu na Ukristo. Nafikiri hiyo ndio kitu. Uko una uhakika aje sina. Kwa Yesu ni kutulia. Hiyo ndio kitu nzuri. Usijali. Unajua kusema kazi kula nguruwe, sisi hatukurangi nguruwe. Tuko pamoja. Mboga ni nzuri, inakupatia afya nzuri. Hiyo ndio balaa, unaona? Unaona hiyo ndio shida kubwa. Lakini nashukuru. Swali limeeleweka na ametoa maandiko mawili katika Biblia. Na akauliza swali ambalo nafikiria mwalimu amelielewa. Maana ametoa Waebrania na ametoa pia kitabu cha Warumi, akauliza maswali matatu. Hii maisha, nafikiria ndio swali amelitoa. Nafikiria mtumishi kazini ndio anajibu hilo swali. Halafu ili iweze kueleweka. Na nafikiria swali linajibiwa pande zote mbili. Dakika 5. Haya, asante. Asante Waislamu, marafiki zangu na wasalimu. Amjamboni. Asante. Salamu alaikum. Hiyo umekosea, umevunja Qur'an. Kataa Qur'an kabisa. Nimefanya makusudi. Akasema ati tunajua Ukristo umejengwa kwa misingi ya nini? Ya uongo. Akasema Uislamu ndio umejengwa kabisa. Mwalimu wangu, ukweli mwaminifu. Ndio. Umefika ukurasa wa 67. 67. Yaani Uislamu bila uongo hakuna. Uongo ni sunna kwa Uislamu. Soma mwalimu. Nasema hivi. Unaweza kutumia uongo kwa kupatanisha watu. Walio hasimiana au katika jambo ambalo litaleta heri na kwa manufaa kwa Waislamu. Jambo ambalo unaona litaleta heri na manufaa kwa Waislamu, ukitumia uongo si dhambi. Ni sunna. Yaani ni sunna kabisa. Ndio sababu unaona sijui ile ya kuendea mboga, sijui uongo. Talikuwa pastor wapi wewe? Nionyeshe kanisa ndiko naenda. Huyo jamaa. Sasa Anwar mwalimu wangu ndio ambaye ameitwa nyuki in quotes. Maana nimejaribu kuangalia unyuki wake sioni. Ndio. Ameuliza swali nzuri tu. Na hii ni kuonyesha anaendelea kusoma na kujifundisha Biblia. Kabisa. Waebrania 11 aya yake ni 4. Na Anwar tangia last week nimekufundisha kitu kimoja hapa. Kanisani hatukwenda kulala. Kanisani tuna kitu kinaitwa Bible study. Tunajifundisha Biblia na kuelewa. Kwa hivyo hakuna kono utapita kwa Biblia hatujui maana yake. Kabisa. Wewe ukitafuta kuleta mikwara ndio upige foki shauri yako. Soma mwalimu wangu. Kwa imani. Hiyo yote unasikia sijui tuko mwezi gani, sijui ndio kutayarisha mambo ya foki mwalimu wangu. Soma mwalimu wangu. Ninasema hivi. Lazaro lazima wapi? Soma. Kwa imani. Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Ati kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu. Kwa hiyo alishuhudia kuwa ana haki. Alishuhudia kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Sawa. Na sio na kwa hiyo ijapokuwa amekufa. Sasa swali lake liko hapa. Na kwa hiyo ijapokuwa Abeli amekufa, angali akinena. Sasa huyo anashangaa Abeli ananena aje? Ndio. Yeye anasubiri mwalimu wangu Abeli atoke kule kote mpaka hapa Dodoma azungumze akiwa hapa Dodoma. Hapana. Biblia inazungumzia imani mbili. Ndio. Imani ya kwanza ni ya Kaini. Ndio. Kaini ni ya kusema sadaka ni sadaka. Mungu aliposema anataka dhabihu, yeye akaenda akachukua avocado, machungwa na watermelon akaletea Mungu, si ndio? Mungu akakataa. Abeli akawa mwaminifu, akamtolea sadaka ambayo Mungu alitaka. Mungu akashuhudia dhabihu yake. Ndio sababu unaona mpaka saa hii imani ni ngapi? Imani ya kwanza inasema Yesu ni Mwokozi. Ndio. Imani ya pili inasema aje? Yesu si Mwokozi. Ndio. Imani hiyo ni ya Kaini. Imani ya kweli ni ile inatangaza Yesu kama Mwokozi. Kabisa. Na nikuonyesha nikudhibitishia zaidi. Mwalimu wangu. Ndio. Ufunuo 2 aya yake ni 20. Sikia hiyo. Ufunuo 2:20. Ufunuo 2 aya yake ni 20. Kumbe imani ni mbili. Imani ni mbili mwalimu wangu, ya Abeli
Na ya nani mwalimu wangu? Ya Ya Kaini. Kaini. Unajua ya Kaini ilikubalika, ya Abel ilikubalika. Ndio. Maana alitoa mwana kondoo mwalimu wangu. Lakini ya Kaini alitoa nini? Mboga. Sijui kama unanielewa? Ndio wengine wamenunua magari kuendea mboga. Tiana kwanza. Soma mwalimu wangu. Mbili ngapi? 2:20. Inasema hivi kitabu ni cha Ufunuo Yohana 2:20. Lakini yaani wewe leo kuja hapa ndio kama kutufundisha Biblia. Wewe unisikia wapi? Soma. Lakini nina neno juu yako ya kwamba amemrudia yule mwanamke Yezebeli. Ya kwamba unamrudia yule mwanamke Yezebeli. Yeye ajiitaye nabii. Swali. Mwalimu wangu. Tukiwa hapo, si wewe unasema anajua Biblia? Ndio. Tukiwa hapo, kuna mahali popote Yezebeli aliwahi kuita nabii? Hapana. Ana unasikia hiyo vizuri kweli? Kama hujaandika nataka kugugo. Nataka kuingia Facebook. Hakuna mahali Jezebel aliyejiita nabii. Ikiwa na maana andiko hilo mwalimu wangu halizungumzii Yezebel aliyekuwako. Inazungumzia imani ambayo iko duniani. Ambayo iko na akina Salimu na iko na Anwari wako ndani yake. Imani ya Jezebel. Sika tunaelewana kabisa. Akaja akasema huyu kwamba Yohana 5:28 haizungumzii Yesu kufufua mtu, kufufua wafu. Wewe nimekwambia utatufundisha Biblia Anwari. Ati nyuki. Nyuki gani? Mwalimu wangu, ni confuse inzi na nyuki. Unajua kuna nyuki nyingi, zingine zinaenda kwa maua, zingine sehemu hatari. Sasa Yesu ndiye anakuja kuvuvua. Ukikataa sauti yake, sijui nani atakuvuvua mwalimu wangu. 6:40 kitabu cha Yohana. Anza na hiyo. Inasema 6:40 kitabu cha Yohana. Inasema hivi, soma. Kwa kuwa mapenzi yake Baba ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini. Kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele. Atafanya nini? Nami. Yesu anasema nami nitamfufua. Ati nitamfufua siku ya mwisho. Saudi kwa pastor. Huko alisoma hii maandiko. Unajikuna. Ndio kwa Yesu bwana. Ndio muda umeisha. Ana download Biblia saa hii. Nafikiria andiko alilolitoa la Waebrania inahusu imani ya Abel inayozungumza mpaka leo duniani. Swali umejibiwa. Nafikiria mwalimu. Nimewaambia ni nyuki. Huyu anaitwa nyuki. Anwar. Amedunga tu, haujagusa. Aliuliza swali mbili, akatoa aya mbili hujagusa. Kisha mkasema mwalimu wangu chairman, sisi ni matajiri katika Yesu. Urongo huo. Wakorintho wa kwanza 15:20-19. Kama maisha haya tumemtumaini Kristo, tu maskini kuliko watu wote. Nyinyi maskini kubalini. Kubalini hivyo, hamna utajiri. Na wewe upasta wangu unakuma, unajua PhD iko, unaweza Google ama nitakuletea vyeti, sio baadisha. Na nikiwa pasta ulikuwa bado unanyonya. Na wewe unasikia sauti haleluya, hori bashakara. Umeelewa? Unanielewa? Kwa hivyo tutamsimamisha mwalimu. Kanisa zenyewe tunaona wanachanga kwa TV, panda mbegu, wanaidia watu. Kula mali ya watu kwa batili na kuaidia. Ndio ukweli wa maneno. Na mnajua hii. Na hata serikali mlikuja juzi hapa. Sio uchawi, ni maombi. Angalia vile mnatufanya. Acheni hivyo tusiende huko. Mwalimu wangu dakika 5. Nyuki. Ni nyuki kweli, nyuki. Nyuki sio hizi nyuki. Hawajui tofauti ya hizi na nyuki. Nyuki ndio anatengeneza asali. Ndio maana kama usingekuwa nyuki, angekujibu swali. Waislamu takbir. Wakiwa Leo nimemwona Kasina inzi anataka kujifanya nyuki. Sasa swali haujajibu Kasina. Warudia tena kitabu cha Waebrania 11:4. Inasema mwalimu, rudia tena usikie na namna alivyojibu. Kwa imani. Sasa hii maneno inaongelewa, inataka imani kwanza. Huyo hana imani, walioamini ni Waislamu. Kwa imani hii inataka imani. Endelea. Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Endelea. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Alishuhudiwa kuwa ana haki. Na hiyo haki yake ilimpelekea Mungu akamlipa. Endelea. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Unaona, haki yake ilipelekea sadaka yake ikashuhudiwa. Endelea. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa, angali
alafu anafanya akinena. Mimi nikauliza tu, huyu amekufa ananena akiwa wapi? Au kivipi? Kwani kiama imefuka? Wao ulisema kaburini hakuna kunena, wala wasikia wazungumzi, wala hakuna alamu ya kaburi. Kiswahili hakuna. Maisha baada ya kufa iko, mnadanganywa tu. Rudi Warumi 11:15. Hiyo pia hajagusa. Warumi 11:15 inasema, aya inasema kuna maisha baada ya kufa. Ni ipi hiyo maisha baada ya kufa? Maana ikiwa kutupa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, endelea. Je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai? Kama si uhai baada ya kufa. Kwa hivyo kuna uhai baada ya kufa. Sasa nikauliza, huu uhai baada ya kufa unaozungumziwa ni gani? Hii Kiswahili naongeza ingine sasa. 6:13 hiyo Warumi. Uhai baada ya kufa. 6:13. Sisi tunaamini tukifa Mwenyezi Mungu atatupatia uhai wa maisha ya akhera, maisha ambayo ni ya barzakh, ambayo bado haijafika kuhukumiwa. Ni kama rumande. Mtakaa huko mpaka siku mtakapofufuliwa. Msikie sauti ya tarumbeta ya malaika ambaye ataipiga, ndo watu wote watoke katika makaburi, ndo tupelekwe katika uwanja wa hukumu, watu wahukumiwe. Ukiwa Muislamu umefaulu, ukiwa wewe si Muislamu, highway ya jahannam, motoni. Soma hiyo. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhulma kwa dhambi. Endelea. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu. Kama walio hai baada ya kufa. Sasa unaambia waliokufa wako hai. Hii Biblia iko wazi, sijui zimeandikwa wasioni hao. Hebu rudia tena. Inasema mwalimu. Sasa Biblia inasema watu wako hai baada ya kufa na hukumu bado haijafika. Usichanganye uhai wa aina mbili. Kuna uhai wa kaburini barzakh na kuna uhai wakati wa hukumu. Wa hukumu utakuja baada ya kufufuliwa, lakini uhai wa maisha ndani ya kaburi unakuja. Anaangalia mbinguni saa Yesu arudi saa. Soma hiyo. Anaangalia ndege ajaipa. Soma hiyo. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha. Msiendelee kutoa viungo vyenu kuwa silaha. Kuwa silaha za dhulma kwa dhambi. Silaha za dhulma kwa dhambi. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu. Kama walio hai. Baada ya kufa. Iko wazi hizi maandiko, sija hawasomi Biblia. Sasa walio hai baada ya kufa watapata uhai wa maisha aina gani? 23:100 Qur'ani. Watapata maisha mazuri kwa wale watu wazuri, watapata maisha mabaya kwa wale wabaya. Wakifufuliwa sasa wanahukumiwa motoni straight milele, peponi janna. Peponi ni ya Waislamu peke yake, paradiso. Yani mimi na Sheikh Salim tumuone kasina janna. Afanye nini huko? Labda asilimu soma hiyo. Ili nifanye mema sasa. Badala yale niliyoacha. Ujibiwa na malaika akawaambia, hapana. Hakika hili kabisa ni neno tu analolisema yeye aliyemuovu anapofikiwa na mauti. Kabisa. Na mbele yao kuna maisha baada ya kufa. Mbele yao kuna maisha baada ya kufa. Ya taabu kwa wabaya, ya taabu kwa Wakristo, na ya raha kwa wazuri, na ya raha kwa Waislamu. Yani utupati taabu. Tuna shida. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Hauendi peponi, unaenda motoni. Unaniangalia kama nani? Ndio hivyo ilikuwa tu. Ingawa mwalimu Kasina alirusharusha maneno kidogo, akatoa maelezo ya farsi, na ni kweli unaweza kutumia uongo katika kusuluhisha watu waliogombana au maslahi ya nchi, kama vile tulitumiwa uongo tukatiwa box. Wewe unaelewa tu. Lakini Ukristo, Mungu mwenyewe mrongo. Yeremia 4:10 aliwadanganya watu wa Israeli. Wakristo warongo wanatuambia Yesu alikufia dhambi zao. Wewe ulikuwa wakati wa Yesu, alikudhambi gani ulifanya akakufia? Eti Pasaka ni kufa kwa Yesu. Wakati Pasaka wanakula kina Musa.
ati Christmas kuzaliwa kwa Yesu. Mambo ya urongo. Na mimi hapa walete jambo moja wanalifanya la haki si. Ndugu zangu Waislamu, wajue walimu wanakuanga hivyo, ni kama wachezaji tu, mara amekanyaga mgini ili afunge bao. Kwa hivyo ndio hivyo. Nafikiri mwenyekiti tutamatisha hapo. Jauliza swali. Muda umekwenda, adhana iko karibu. Adhana sasa. Tulia kidogo, tuulize swali. Adhana baadaye. Maana hata jana mlienda mpaka saa 1. Mbona leo hamtaki tuulize swali? Si jana kulikuwa na adhana ama mnakuanga mnaruka? Maana jana mlikaa hapa mpaka saa 1 ikiwa imeingia. Mlikuwa wapi? Saa 1 ikiwa imekaribia mko hapa. Lakini leo adhana ndio mnaona mpaka tuulize swali. Sasa sikiza. Mdumishe, maana mpaka tuulize swali. Nafunga. Hatutalalamika. Na inaendelea mpaka lini? Sasa tutangaze mada ya kesho. Nafikiria unaweza enda basi, haina shida, hata tutangaze mada. Nafikiria sawa, nafikiri tutatamatishia hapo na mada ya kesho. Mwalimu Anwar amechagua. Leo ilikuwa inazungumziwa kufa. Sasa je, watu wakifufuka kati ya Waislamu na Wakristo, nani wanapata pepo, wanakwenda peponi au wanarithi paradise au wanarithi uzima wa milele au sijui niiwekeje? Nafikiri ni hivyo. Kwa hivyo mada, mwalimu wangu Anwar, mwalimu wangu Kasina, umesikia? Mada kati ya Waislamu na Wakristo baada ya kufuka, nani wanakwenda peponi? Umesikia? Kwa sababu leo kumekuwa kufa. Kwa hivyo kesho ni kufufuka. Sasa nani wanakwenda peponi? Kwa hivyo mada ya kesho ni hiyo. Tujiandae, na tunapenda kushukuru mwenyekiti kwa maandalizi, ingawa vijembe kidogo. Mwalimu wangu Titus nimemwona na Azeki, bwana unakula nini? 2027 tuko pamoja. Umesikia matangazo eh? Siri yako usiambie mtu. Kwa hivyo tunafurahi sana na Waislamu karamu yenu, na wale wa Kristo pia wametuwazima, wametukirimu kuja kwao muda wao. Tunawashukuru sana, na sote tunaomba, tunawaombea dua nzuri ili tuweze kuendelea katika kulitangaza neno la Mungu aliyoko hai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante, nafikiria imeeleweka.